Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mambo ni mazito kweli kweli. Mimi nimekusogezea taarifa kutoka ndani ya vikosi cha klabu ya soka Young Africans juu ya taarifa ambayo inayoendelea kwenye kikosi chao kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli. Ndani kwa ndani huko ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans unaambiwa hakukaliki viti vya moto kweli kweli. Si wachezaji, unaambiwa ni mpaka uongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea. Ni kitu gani hicho ambacho kinawanyima usingizi klabu ya soka ya Yanga? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua mwanzo mwisho yale yote ambayo yanajili kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, katika kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yanaonekana kuwa mazito kwenye kikosi chao kuweza kuyaweka sawa. Ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Utakuwa umefanya jambo la muhimu ambalo litakuwa na kuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Fanya hivyo sasa hivi kuendelea kuweza kuhabarika na taarifa zetu wakati wote unapokuwepo Tanzania, saa 24 popote zinakuwa zinakufikia. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans, mchezo ambao uko mbele yao ni mchezo wa dabi pamoja na finali ya kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars. Sasa kile ambacho kinachoendelea kimeweza kutia kidogo simanzi ama kikileta changamoto ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumbukwe kwamba klabu ya soka ya Young Africans hivi karibuni ilifanya biashara na klabu ya soka ya Wydad ambayo inashiriki kombe la dunia la virabu barani Afrika duniani kumrazi, ambapo umeweza kushuhudia wakiendelea na mchakato wao huku mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga Stefano Aziz Ki akiwa ni miongoni mwa watu ambao wako kule wanawakilisha vyema kabisa, akiwa na klabu yake mpya ya Wydad. Sasa kuelekea dabi, klabu ya soka ya Young Africans itamkosa Stefano Aziz Ki kwa sababu yeye tayari hayupo katika mifumo ya klabu ya soka ya Yanga, na kwa kile ambacho kinaonekana ni kwamba biashara tayari ishaweza kufanyika mapema kabisa, akaenda zake kuichezea klabu ya soka ya Wydad. Hapa nazungumzia Casablanca. Kwa hiyo yeye atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakosekana kwenye mchezo huo, huku pengo lake likionekana, wengine wakisema ya kwamba litaweza kuzibika kwa kile ambacho kinachoendelea, huku matumaini wakiwa wameelekeza kwa Pacome Zouzoua ambaye anaonekana kuwa mwiba mchungu kwelikweli katika mchezo hii ambayo inaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Lakini taarifa nyingine ambayo si njema kabisa ni kuhusiana na Prince Mpumelelo Dube katika mchezo dhidi ya klabu ya soka ya hapa nazungumzia Tanzania Prison. Aliweza kupata majeraha, ambapo daktari wa klabu ya soka ya Yanga anathibitisha kwamba Prince Dube amechanika nyama zake za paja, pengine inaweza ikamchukua muda kuweza kurejea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Hivyo basi huenda katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, kutokana na majeraha ambayo yuko nayo, atakwenda kukosekana katika mchezo huo. Lakini sambamba na hayo, nyota mwingine ambaye huenda kukosekana katika dabi ya Kariakoo, hapa nazungumzia huyu ni hapa nazungumzia si mwingine bali ni Atola ya Okwasi. Yeye majela yake yamekuwa ya kuchukua muda mrefu kabisa kwa kile ambacho kinachoonekana mpaka wakati huu, huku ikielezwa kwamba mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli ndani ya kikosi
ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini wakati hayo yakiendelea, unaambiwa FIFA tayari wameanza uchunguzi wao kwa kile ambacho kinachoendelea katika yale masuala ambayo yalikuwa kiweza kulalamikiwa, pamoja na yale yote mazito ambayo yalikuwa yakiweza kuisumbua klabu ya soka Young Africans dhidi ya bodi ya ligi na TFF katika kudai haki yao ya kile kilichoweza kutokea Machi 8. Unaambiwa sasa FIFA wapo Tanzania na wamekuwa wakiendelea kuweza kujiridhisha kwa yale ambayo yanayoonekana katika mchezo hii mikubwa kabisa. Hapa nazungumzia dabi ya Kariakoo, ambapo inaelezwa kwamba huenda maamuzi mazito yakaweza kufanyika kwa kile ambacho kinachoendelea katika uchunguzi ambao unafanyika wakati huu. Naambiwa shirikisho la soka duniani FIFA limeiarifu rasmi shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuwa wapo Tanzania maafisa wake wakati huu kwa ajili ya uchunguzi maalumu wa kufuatia migogoro ya kiuongozi na muingiliano wa kimaamuzi katika uendeshaji wa masuala ya mpira wa miguu nchini Tanzania Machi 7, 2025 hadi sasa. Uchunguzi huo utazingatia uchaguzi mkuu wa TFF unaotarajiwa kufanyika tarehe 16 Agosti 2025, ambapo FIFA itafanya tathmini ya kina kabla ya kutoa maamuzi au mapendekezo rasmi kuhusu uhalali, uwazi na ushirikishwaji wa wadau. Hii ni hatua muhimu ya kuhakikisha uwajibikaji ndani ya taasisi za soka, haki ya uhuru na uwazi katika mchakato wa uchaguzi, uwepo wa mazingira ya usawa kabisa kwa kile ambacho kinachoonekana kwa wakati huu, huku mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Inaelezwa mambo hayatokuwa kinyonge kwa sababu huenda hapa nazungumzia kafu wataamua kuweza kuangalia kile ambacho kinachoonekana kwenye kikosi ama kwenye sakata hili ambalo linaelezwa. Lakini katika hatua nyingine, unaambiwa klabu ya soka Young Africans ambayo ilikuwa imeweza kutupa ndoano yake katika hatua nyingine tena ya usajili ni kuelekea kwa winga hatari kweli. Hapa nazungumzia Gilio Mugisha ambaye ambaye anachezea kikosi cha klabu ya Al Hilal. Sasa inaelezwa kuwa Al Hilal Omdurman inataka ofa ya dola milioni 1.5 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 3.9 ili kumuuza nyota wao Jean-Claude Gilio Mugisha, raia wa Burundi ambaye amewaka kweli msimu uliopita. Nyota huyo anawindwa na Simba, Yanga na CR Belouizdad ya Algeria, Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini. Wote hao ni miongoni mwa watu ambao wanataka saini ya nyota huyo aweze kutua katika vilabu vyao, huku klabu ya soka Young Africans sasa wakati ndio huu wao kuweza kuangalia namna gani ambavyo inaelekea. Lakini inaelezwa kuwa klabu ya Al Qurdi inayoshiriki ligi kuu ya Saudi Arabia msimu ujao inaiwinda saini ya winga saini ya mlinda mlango wa Yanga ambaye ni Djigui Diarra, raia wa Mali. Timu hiyo inapanda daraja msimu, inapambana kuhakikisha kuwa wanakuwa na timu imara itakayoweza kuwasaidia kusalia kwenye ligi kuu msimu ujao. Tetesi zinaeleza kuwa Djigui Diarra ambaye pia kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Mali anafuatiliwa pia na timu kadhaa za Uturuki. Kwa hiyo Yanga wajipange katika hili kuweza kumbakisha nyota huyo. Weka maoni yako hapo chini kufuatia taarifa hizi ambazo nimekusogezea.